Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine tena na kukaribisha ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti nchini Tanzania. Ni habari njema kwa Tundu Lissu siku ya leo, huku kuachiliwa kwake sasa kukikaribia baada ya serikali inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan chini ya utawala wa CCM kutumiwa ujumbe huu kutoka nje ya nchi, ama masharti haya ambayo huenda yakapelekea serikali ama yakalazimu serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachia huru Tundu Lissu haraka. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa upana zaidi. Umoja wa Mataifa umetoa amri rasmi wa kuachiliwa mara moja na bila masharti yoyote kiongozi wa upinzani nchini Tanzania anayefahamika kama Tundu Lissu pamoja na vigogo wengine wote wa kisiasa waliokamatwa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu 2025. Ombi hilo lililotolewa Jumanne Novemba tarehe 11 mwaka huu na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu, ambaye alilaani vikali kile alichokitaja kuwa kuwekwa kizuizini kiholela na kinyume cha sheria kinacholenga sauti za upinzani, hasa kimtaja Tundu Lissu na kutaka kiongozi huyo wa Chadema kuachiliwa mara moja na kesi yake ya uhaini kufutiliwa mbali. Kauli yake imezidisha umakini wa kimataifa juu ya mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini Tanzania. Kamishna huyo wa Umoja wa Mataifa alisema kuwa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa viongozi wa upinzani kama Tundu Lissu kuna kiuka viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na kudhoofisha msingi wa uhuru wa kisiasa nchini. Alionya kwamba wimbi la sasa la ukandamizaji lilipendekeza mtindo wa kutatanisha wa mateso ya kisiasa ambayo hayaendani na kanuni za kidemokrasia. Kulingana na kamishna huyo wa Umoja wa Mataifa, nikimnukuu, alisema unyanyasaji na kunyamazisha sauti kama hizo za upinzani hakuna nafasi katika demokrasia inayofanya kazi. Matamshi yake yanakuja huku ushahidi unaoongezeka ukiashiria ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, hasa kwa upinzani uliofanywa wakati na baada ya kipindi cha uchaguzi. Ripoti zilizofikia Umoja wa Mataifa kutoka vyanzo vingi vilivyothibitishwa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 150 wamezuiliwa na kushtakiwa, wakiwemo watoto wadogo, huku wengine wakifunguliwa mashtaka ya uhaini, hatua ambayo ililaaniwa vikali na watetezi wa haki za binadamu. Hata hivyo, walitaka Tundu Lissu pamoja na watu wote wale waliofunguliwa kesi za uhaini kuweza kutupiliwa mbali na kuachiliwa huru. Familia za waliokamatwa zimeripotiwa kutatizika kuwatafuta wapendwa wao katika vituo vya polisi, wakihama kutoka kituo kimoja hadi kingine kutafuta majibu. Mashirika ya kiraia yameelezea kukamatwa kwa watu hao pamoja na Tundu Lissu kama jaribio la makusudi la kutisha na kusambaratisha vuguvugu la upinzani kufuatia moja ya chaguzi zenye utata katika historia ya Tanzania. Katika maandamano ya awali ya Oktoba yaliyozuka katika miji mikubwa ikiwemo Dar es Salaam, Dodoma na Arusha, yameendelea kutawala vichwa vya habari kitaifa na kuweza kuongeza msisitizo na masharti ya kuachiliwa huru kwa Tundu Lissu. Mashahidi walielezea matokeo ya fujo wakati wa waandamanaji wakipambana na vikosi vya polisi baada ya madai ya wizi wa kura na kukandamiza mikusanyiko ya upinzani, hasa chama cha pinzani cha Chadema kinachoongozwa na Tundu Lissu. Makumi waliripotiwa kujeruhiwa katika maandamano hayo na wengine kadhaa walithibitishwa kufariki, ingawa serikali imeshikilia kuwa jibu lake lilikuwa muhimu kuzuia ghasia na uporaji. Taarifa yake, kamishna huyo wa Umoja wa Mataifa aliitaka serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu Hassan kuachilia wote waliokamatwa na pia kumwachilia huru Tundu Lissu pamoja na kufutilia mbali kesi yake ya uhaini. Pia aliitaka Tanzania kuheshimu uhuru wa kisiasa na kuhakikisha uwazi kamili katika kushughulikia wafungwa wote. Alisisitiza kwamba kila mfungwa lazima afikishwe mbele ya mahakama kwa wakati, mahakama yenye uwezo bila kuchelewa, na lazima apatiwe haki zake zote za kisheria chini ya sheria za ndani na kimataifa za haki za binadamu. Kulingana na kamishna huyo, nikimnukuu, alisema uwajibikaji, uwazi na haki ndizo njia pekee za kurejesha imani na amani ya umma na kulinda demokrasia ya Tanzania. Hatua hiyo ya kimataifa imekuja siku chache baada ya kesi ya Tundu Lissu ya uhaini kuendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam. Kesi hiyo imechunguzwa na kusikilizwa jana pia vikali kutokana na serikali kuwasilisha ushahidi wa siri ambaye aliweza kufichwa uso wake na sauti yake, anayejulikana tu kwa jina
la siri kama P11 ambaye alitoa ushahidi kutoka nyuma ya skrini ama nyuma ya pazia isiyo wazi. Mawakili wa utetezi wamepinga utaratibu huo, pamoja na Tundu Lissu pia amepinga utaratibu huo vikali na kuuita ukiukaji wa dhamana ya kesi ya haki ya kikatiba na mfano hatari kwa mashtaka ya kisiasa yajayo, huku masharti hayo ya kuachiliwa huru kwa Tundu Lissu mara moja yakigonga kuta za Ikulu Dodoma. Wakati huo huo, wanaharakati wa ndani na viongozi wa kidini wameunga mkono msimamo wa Umoja wa Mataifa wa kutaka Tundu Lissu achiliwe na kuitaka serikali pia kupunguza mvutano kwa kuachilia wanasiasa waliozuiliwa hasa wa upinzani na kushiriki katika mageuzi jumuishi. Jijini Dar es Salaam, vikundi vidogo vya waandamanaji awali vilikusanyika nje ya ofisi za diplomasia siku ya maandamano wakiwa na mabango yenye maandishi haki kwa Tundu Lissu na acheni mateso ya kisiasa na muachilieni Tundu Lissu. Baadaye polisi waliwatawanya wakati huo mikusanyiko hiyo siku ya maandamano, wakitaja marufuku inayoendelea ya mikusanyiko isiyoidhinishwa. Hata hivyo, serikali ya Tanzania imejibu kwa kutetea ukosoaji huo wa Umoja wa Kimataifa, ikisisitiza kuwa kukamatwa huko ni hatua halali za utekelezaji wa sheria dhidi ya watu wanaoshukiwa kuchochea ghasia au kujaribu kuvuruga serikali kisiasa. Wasemaji wa serikali wameshutumu baadhi ya mashirika kigeni kwa kuingilia masuala ya ndani ya kibinafsi, wakidai kuwa mahakama ya Tanzania ina uwezo kamili wa kushughulikia hali hiyo kwa uhuru. Bado uangalizi wa kimataifa bado umekaa kwa Tundu Lissu zaidi, ambaye hadithi yake ya kibinafsi imekuja kuashiria upinzani dhidi ya mienendo ya kimabavu nchini Tanzania. Wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanaamini kuwa mgogoro uliopo umeifikisha Tanzania katika njia panda. Kwa upande mmoja, mtazamo mkali wa serikali unalenga kudhibiti mradi na utulivu. Kwa upande mwingine, kuongezeka kwa kutoridhika miongoni mwa raia na waangalizi wa kimataifa kunatishia kuitenga zaidi nchi kidiplomasia. Msisitizo wa Umoja wa Mataifa juu ya uwajibikaji wa haraka unaonyesha wasiwasi mkubwa kwamba kurudi nyuma kwa demokrasia ya Tanzania kunaweza kurudisha nyuma maendeleo ya miongo kadhaa ya kisiasa. Mashirika kutetea haki za binadamu kama vile Amnesty International na Human Rights Watch pia yameunga mkono wito wa kamishna wa Umoja wa Mataifa wakitaka wafungwa wote akiwemo Tundu Lissu kuachiliwa mara moja na kesi zao za uhaini kufutiliwa mbali. Hata hivyo, pia wametaka wafungwa wote hasa vijana wadogo waachiliwe mara moja na uchunguzi huru uanzishwe kuhusu ripoti za mateso na mauaji ya kiholela. Wanasema kuwa kuendelea kukandamiza kutachochea tu machafuko na kupunguza hadhi ya Tanzania duniani. Huku mvutano wa kisiasa ukizidi, minong'ono inaendelea kuzuka kuhusu kitakachofuata katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Mahakama Kuu inatarajiwa kukusanyika tena siku ya mbele, lakini tarehe bado haijatajwa. Kwa sasa Tundu Lissu bado yuko rumande au gerezani, huku wafuasi wake wakiapa kuendeleza shinikizo la amani ili aachiliwe bila kuchoka. Ni hayo tu mtazamaji iliyokuandalia sasa hivi. Bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Tutarejea tena na taarifa zaidi. Bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu mpya ambazo zinajiri na kutrend sasa hivi katika mitandao ya kijamii.